fadhila nyingine ya tatu min fadhaili at-tarbiyah, ujurun la tanqati'u bil maut. Tarbia muislamu akisimama nayo inavyotakiwa imara, akawalea watoto wake katika ulezi na katika maadili ya Kiislamu, watoto wale wakakulia katika malezi ya Kiislamu, baba ndiye mwenye kufaidi wa kwanza na ile tarbia, kwa sababu atakuwa yuwapata fadhila na yuwapata ajri na yuwapata thawabu ambazo hazikatiki kwa mauti yake. Baba amefariki في القبر قد دفن ashazikwa, lakini thawabu wa ajruhu jarin, thawabu yake na ajri inaendelea. Misdaqu dhalika, ukweli wa hayo, kalamu au hadithu nabii sallallahu alayhi wasallam, hadithu Abi Hurairah alladhi rawahu Muslim, qala alayhi salatu wasalam, idha mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Katika haya matatu, qala sallallahu alayhi wasallam, au waladin salihin yad'u la. Waladin si mtoto yote, mtoto ambaye amekuja na wasfu maalum ameitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam, waladin salih. Wasalahu min aina yati? As-salahu yati min madha? Min at-tarbiyah. Salah inatokamana na tarbia. Haya sasa hivi tulikuwa tukiyaeleza kwamba miongoni mwa umuhimu wa tarbia ni kwamba inaleta salah. Tarbia ndio njia na wasail au wasila au njia ya kufikia kwenye salah ya watoto na ahli. Mke anakuwa saliha na watoto wanakuwa salihun. Sasa mtoto akishakuwa salih, huyo mtoto akishakuwa salih ndiye mtoto ambaye wewe uko kaburini kule umezikwa, mwanao anakuombea dua, na dua ile inakufikia kule kaburini, inakufaa, thawabu yake ya kufikia wa anta mayit fi qabr. Haya ndio mema ambayo almayit yantafi. Miongoni mwa zile thawabu ambazo maiti bado ajiri yake inaendelea, moja ni hiyo. Wa pili sadaqatin jariyah, na ya tatu au ilmin yuntafa'u bih, elimu ambayo watu wananufaika nayo baada al-maut. Kwa hivyo baba, ili uingie katika kundi hili nawe na watoto wako ulionao, mtoto akiwa ni mmoja na kuombea. Haya sasa ukishakuwa na watoto wawili na watatu, wa kullu wahidin minhum yad'u lak wa yunaji, hadha yad'u wa hadha yad'u wa hadha yad'u wa hadhihi tad'u, kulluhum aulad salihun, wote wanakuombea. Kila mmoja akisali baada ya sala asubuhi na jioni wanakuombea dua.